ya maseneta kuhusiana mfumo wa tatu wa ugavi wa fedha za kaunti. Sasa baraza la magavana limetishia kufunga baadhi ya afisi na shughuli za kaunti kutokana na ukosefu wa fedha. Mwenyekiti wa baraza hili Wycliffe Oparanya anasema serikali za kaunti hazijapokea mgao wake kwa miezi mitatu iliyopita, ambao ni mgao wa mwaka wa kifedha 2019-2020. Magavana pia wanatishia kuwasilisha mswada wa kuvunjilia mbali bunge la seneti kwa kuendeleza kuzinyima serikali za kaunti fedha. Kufika tarehe 17 kama tujapata pesa tutafunga kaunti zote. Alafu wafanyakazi waende nyumbani kwa likizo mpaka wakati tutapata hizo pesa. The senators fail to safeguard the interests of the county government by failing to pass the third generation formula. This has left counties with no resources to effectively discharge their function, especially in the wake of COVID-19 pandemic. Kwa upande wake kiranja wa wengi katika bunge la seneti Irungu Kang'ata anasisitiza kuwa ni jukumu la wizara ya fedha na afisi ya msimamizi wa bajeti ya kitaifa kuhakikisha kuwa kaunti zinapokea angalau 50% kisheria, akiwataka kutulimbikizia seneti lawama. I also refer you also to a meeting that was held in Treasury discussing this issue. And the same position was found that indeed Treasury has sufficient legal authority to disburse 50% of the equitable share. Kadhalika Oparanya ameitaka tume ya EACC na afisi ya DCI kuchunguza kamati ya seneti kuhusu wasibu wa fedha za kaunti kwa kile wanachodai kufinyiliwa kwa baadhi ya magavana na kamati hiyo na hata wengine kutozwa rushwa. Imefika wakasema sasa tuwe tunaenda huko, na tunajua kwa nini wanataka tuende huko fiscal. Yale mambo ambao wanasema leta transport, fanya hivi, lakini sisi tunasema tunajua wakati wengi wetu wamefika kile miaka ambao ziko vulnerable kwa mambo ya COVID. Matamshi ya Oparanya yakionekana kuwakera maseneta sawa na kamati hiyo. Now I can see the Council of Governor Chair is calling for, he's saying he will sponsor a petition to dissolve Senate so that we close the counties. Yet we are here fighting for him to get money. But when we call him here to come and account for it, he does not want. Shame on him. And don't take it that when we summon you here, that we are extortionists. We are not extortionists. We're just simply carrying out our mandate. And I think I wanted to say that very clearly, so that it's not left in doubt that if we continue, we shall conscientiously continue discharging our mandate.